pumzi ya uhai inapita. Lakini pia tunafahamu Mwanzo 2:7 Bwana Mungu akamuumba mwanadamu kutoka katika mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia pumzi ya uhai. Sasa basi, alimpulizia kupitia wapi? Kooni. Ndio maana watu wengi tunafikiri koo ndio roho. Lakini kisayansi sisi hatuna kitu kinaitwa roho. Na mara nyingi hata ukiona hawa wanaokaba, wanaopiga roba, wanapiga kooni. Kwa sababu wanajua hapo ni rahisi sana wewe kukubaliana nao, kwa sababu unajua unaweza kupoteza maisha. Sasa basi, leo tunaangalia muundo wa koo ambayo itatusaidia katika masomo yetu mengi ambayo tutajifunza. Koo kwa ujumla, sehemu ya juu ya koo imeunganika, yani imegawanyika. Ukitoka puani kuelekea katika sehemu ya nadhani mnaona sehemu ya juu. Picha hii naona imezidi kidogo, lakini ukiona sehemu ya juu ya pua inavyo kuja chini imegawanyika. Sehemu ya kinywa kuingilia kinywani kwa juu vimegawanyika, lakini vikija hapa vinaungana. Vikija chini kidogo nyuma ya ulimi vinaungana. Vikienda chini zaidi vinagawanyika. Sehemu ya koo la hewa linakaa mbele, sehemu ya koo ya sauti inakuwa nyuma. Hii ina umuhimu sana, inoti. Kwa maana masomo yanayokuja ambayo yanatuonesha tunavyohatarisha uhai wetu, tutakuwa tunarudia hapo. Lakini pia unaweza ukaona hiki ambacho kwa Kiingereza tunaita epiglottis. Hiki kwa lugha ya kawaida ya Kiswahili tunaita kidakatonge. Usikichanganye hicho na kilimi ama kimeo ambacho kiko sehemu ya juu hiki. Usikichanganye hicho na kidakatonge. Kidakatonge kazi yake ni moja. Kwa sababu koo hatua ya chini inagawanyika sasa. Sehemu ya hewa ambayo ndio hii, shika sehemu yako ya koo hapa, utaona kuna pingili. Hiyo ndio sehemu ya hewa. Nyuma ya hizo pingili kuna koo la chakula. Huko ndiko chakula kinatakiwa kiende. Edda Maneto, mimi ndiye ningekuwa nimeumba mwanadamu, nakwambia nisingeweka hiki kidakatonge. Ningekuwa na kuacha ukimeza maugali yako yaelekea napotaka. Yaende njia ya hewa sawa, yaende njia ya chakula sawa, lakini Mungu hachunguziki. Wakati mwingine sayansi yetu inafikia kikomo. Ila mwili wa binadamu umeumbwa kwa hali ya mpangilio wa hali ya juu. Hakuna mashine inayooperate kama mwili wa binadamu, na haihitaji oili, haihitaji service. Sasa hiki kimewekwa kwa msingi mkubwa. Chakula kinapokuja kizibe njia ya hewa, kiachie chakula kiende katika njia ya chakula au koo la chakula. Isipotokea hivyo, ndio mtu anapaliwa. Unapata kuoa kwa sababu hicho tu hakijafanya kazi. Sasa basi, kazi za koo ni nini? Kazi ya koo ya kwanza ni kumeza. Tutaona namna kumeza, mwili unavyofanya kazi ya kumeza. Hiyo iweke pause. Kazi ya pili ni kupumua. Unavyovuta hewa nje na ndani. Sasa hewa inaenda kwenye ile sehemu ya pili. Hewa inakuja sehemu ya pili, hiki kinafunguka. Kinafunguka juu, hewa inaingia sasa kwenye hili ambalo unashika lenye vipingili. Lakini pia koo lina kazi ya kulinda sehemu ya chini ya hewa, yani bakteria, vumbi, chakula kisiende kwenye mapafu. Kwa maana kuna vitu ambavyo vinafunga pale. Hata kama hiki kidakatonge kitakuwa kimepitiwa, hakikufunga, basi chakula hakitaweza kwenda njia ya hewa, kwa sababu bado Mungu ameweka backup. Alijua
wakati mwingine unaweza ukawa na haraka zako, unameza kwa pupa, ikapelekea chakula kikaenda njia ya hewa. Bado alipowekea backup. Lakini pia ukitaka kubeba mizigo mizito, ukitaka kujikamua, ukienda kwenye kile chumba kidogo cha sirini kile, unataka kufanya yale mambo yetu, wakati wa kujikamua, chooni. Maana watu hapa kama vile hawaendi chooni. Unavojikamua, njia ya koo ndio linafunga kifua. Na ndio maana ukiwa unajikamua huwezi kutoa sauti. Utatoa sauti ya kugumia, lakini sio sauti kama ya kuimba wanaoimba waimbaji. Kwa hiyo ni kazi nyingine ya koo. Sasa basi, tunazo hatua za kumeza ambazo chakula kwanza, kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ni wewe mwenyewe unaamua kwamba hii kitu chakula hii niifanyeje. Hatua ya pili hauna maamuzi nayo. Na hapa ndio msingi wa somo la kesho unajengwa. Kwa maana kesho tutakuwa na msingi wa vitu kukwama kooni. Unapomeza, hatua ya kwanza ukiwa unatafuna, unaweza ukaamua kutafuna ukatema. Unaweza ukaamua hatua ya kwanza unavotafuna. Fikiria kama hiki ni chakula unatafuna. Kinapofika hapa, hatua ya pili ya kwamba wewe huna maamuzi na hicho inaanza. Kwa maana kwamba ukiamua kukitema hutaweza. Labda uanzishe shughuli nyingine ambayo ni involuntary pia, sio ya maamuzi yako, ya kujiweka vidole utapike. Kutapika sio unaamua utapike, wewe unaanzisha tu. Swala la kuendelea kutapika ni mishipa ya fahamu na akili ndio vinapelekea utapike. Kwa hiyo chakula kikishafika hapa, huna maamuzi nacho. Na kesho tutaangalia namna gani hii hatua ya pili inavyoathiri vitu kukwama kooni. Kitu kikishaenda, wewe utakuja kushtukia tukimesha kwama na huna maamuzi ya kukirudisha. Sasa basi, kikishafika hapa, kinapoteremka, kidakatonge kitafunika njia ya hewa na kitaacha njia ya chakula. Sasa angalia, njia ya chakula sio tubu ambayo iko wazi. Njia ya chakula inakuwa imefunga muda wote. Chakula kinapofika pale, kinailazimisha ile njia ya chakula ifunguke kwa vipande. Kwa hiyo unapokuwa unakula chakula, usifikiri njia ya chakula inakuwa wazi muda wote. Chakula ndicho kinachokwenda kikiifungua taratibu. Ndiyo maana hata maji yanakaba. Wangapi waliwahi kukabwa na maji? Unayajua maumivu yake? Ina maumivu sana, maana umefosi njia ya chakula kufunguka bila mpangilio kabla haijaandaliwa vizuri. Ndio maana tunasema ukikaa chini kula chakula, kuwa na utulivu wote. Ukiwa na kiu unataka kunywa maji, kuwa na utulivu wote. Unaweza ukakabwa mpaka ukafa. Kazi nyingine ya koo ambayo sikuitaja, niitaje hapa maana nimeikumbuka, ni ile ambayo koo linalinda njia ya chakula na njia ya hewa kutokana na vimelea, lakini pia kutokana na vitu vinavyoenda kuhatarisha. Kwa mfano, wewe unakohoa kwa sababu kuna kooni. Hiyo ni kazi ya koo. Hizo tunaita laryngeal reflex. Lakini pia njia ya koo ya chakula na hewa vinaweza vikakakamaa ili kulinda tu kinachoenda kisiendelee kwenda mbali. Sasa imagine kitu kimeenda huku. Wewe mwenyewe hata ukijichungulia uoni huku. Ndio maana Mungu akaweka ulinzi ambao ni natural, kwamba kikulinde kikukabe hapa. Kesho tutaviongelea hivyo vya kukaba vizuri. Sasa basi, kwa sababu tumesema kumeza, tubu ya chakula au njia ya chakula haijafunguka sehemu zote. Hivyo ndio maana inatubidi kujiandaa vizuri wakati tunataka kumeza, usikurupuke. Sasa basi, nini kinapelekea mtu kushindwa kumeza vizuri ama kushindwa kupumua sawa sawa? Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanapelekea hizi shida. Moja ya mambo hayo
ni mapungufu ya kimaumbo. Kuna watoto wanazaliwa kiukweli huko hawajakamilika njia ya koo yao, lakini pia wengine wanazaliwa mishipa inayomsaidia haswa kwa hatua ya pili haijakamilika sawa sawa. Wengine wanazaliwa wakiwa na midomo sungura ambayo juu imepasuka na imeunganika pua na koo au pua na kinywa. Kwa hivyo inamuia ugumu kumeza. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo kiukweli ni matibabu tu, hatuna jinsi ya kuibadilisha. Lakini sehemu ya pili ni matibabu, unamaanisha kwamba kwa upasuaji ndio unaweza ukaitibu. Sehemu ya pili, kitu cha pili kinachopelekea kushindwa kumeza sawa sawa ama kupumua sawa sawa ni maambukizi ya bakteria au maambukizi ya wadudu. Sasa basi, wakati mwingine hizi njia za koo kama sehemu yoyote ya mwili zinapata maambukizi. Na hapa inaweza ikawa ni virusi, viral infection, inaweza ikawa ni bakteria, inaweza ikawa ni fangasi. Bakteria mara nyingi hii inakuwa rahisi kupona. Lakini virusi hakuna mpaka sasa hivi dawa ambayo inamuua kirusi. Maana virusi vina survive kwenye mwili wa binadamu tu na huwa vina survive ndani ya chembe chembe nyeupe za mwili. Ndio maana hata kuviua virusi inataka uwe na chembe chembe za mwili. Sasa hapo si unamuua mwanadamu. Kwa hiyo inakuwa ngumu kupona. Lakini kitu kingine ni fungus. Fungus mara nyingi zinawapata watu ambao kinga ya mwili imeshuka. Sasa nikisema kinga ya mwili imeshuka, simaanishi yule mtu ambaye ana maambukizi ya HIV tu. Kinga ya mwili kushuka, kuna watu ambao kinga ya mwili kushuka, kwa mfano mtu ambaye ana kisukari, kinga ya mwili huwa mara zote inashuka. Mtu ambaye ametumia mionzi au ana kansa na anatumia mionzi ama zile chemotherapy, anapata kinga ya mwili kushuka. Lakini pia wale watu ambao wanahitaji kufanyiwa upandikizaji wa viungo ama uloto wa damu, pia huwa kuna dawa wanapewa kabla ya kushusha kinga ya mwili. Kwa hiyo tukisema kinga ya fungus inawapata watu ambao kinga ya mwili imeshuka, usiweke tu upande wa HIV. Kweli HIV ni ya kwanza, lakini vipo vitu vingine. Sasa basi, fungus ikisha kupata kooni, kumeza au kupumua inakuwa kazi. Lakini pia tuna uvimbe. Uvimbe huu unaweza ukawa kawaida ama saratani. Hii ina somo lake. Tutakuja kuielezea vizuri, haswa uvimbe wa njia ya hewa. Unajua hamna kitu kibaya kama upate uvimbe ama kitu kinachokuzuia haswa kupumua. Yaani unakuwa unahesabu muda wa kuondoka. Wakati mwingine hata tukipata zile dharura hospitali, unapigiwa simu huko nyumbani, ukisikia ni njia ya hewa inabidi ukimbie. Maana huyu mtu anahesabu ni sekunde, yani sekunde 10 zinatosha either kupoteza maisha yake ama kuyaokoa. Kwa hiyo wakati mwingine hata umeweka chakula mezani unakula, simu ikiita unaona kabisa, ukiambiwa ni njia ya hewa, mambo yote yanaishia pale, inabidi ukimbizane uende. Kwa maana njia ya hewa ni very sensitive na mtu wakati wote anapoteza uhai. Na nikwambie kitu kimoja, kansa ama uvimbe wa njia ya hewa unatesa. Tutaiangalia vizuri kabisa kwenye moja ya vipindi vinavyokuja. Lakini sababu nyingine ni sababu ya mishipa ya fahamu. Mtu anapopata kiharusi, kwa lugha ya kitabibu tunaita stroke au cardiovascular event. Hii inapelekea mishipa ya fahamu pia kuathirika. Maana hiyo kumeza tumeona inakuwa controlled na mishipa ya fahamu. Sasa mishipa ya fahamu ikiathirika ndio inayo control ile hatua ya pili ya kumeza. Sasa basi, ukipatwa na kiharusi mtu anakuwa hawezi kumeza. Ndio maana tunawekea mpira wa kupumua, lakini pia na mpira wa kusaidia kula chakula. Hiyo ndio sababu tunafanya hivyo, ili kwa taratibu aanze kulikava ile mishipa ya fahamu na kurudisha uwezo wake wa kupumua, lakini pia na kumeza. Lakini pia sababu nyingine ni kukakamaa kwa misuli kama nilivyosema. Ikitokea chochote
kimeenda katika koo na kikapelekea koo kushtuka, basi kinapelekea misuli kukakamaa. Lakini njia ya mwisho, sababu ya mwisho ambayo inasababisha mtu kushindwa kupumua kwa usahihi ni sababu ya kuumia au ajali au kupigwa. Watu wanakuja wamechomwa visu huku, watu wanakuja wamechomwa waya zile za kama spoku za baiskeli chomwa huku. Lakini pia wengine wanakuja wamejeruhiwa kabisa, wamekatwa. Nadhani mliona famous story binti wa kazi alivyomjeruhi mtoto kwa kumkata koo. Yule alikuwa koo lake tayari limetenganishwa juu na chini. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo zinapelekea mtu kushindwa kupumua vizuri ama kushindwa kumeza vizuri. Na hizi zote zipo ambazo zinatibika kwa urahisi, lakini zipo ambazo zina changamoto sana kwenye kutibika. Nimeongea mambo haya yote na kuelekeza nini koo linavyofanya kazi ili kuandaa kwa masomo yanayokuja. Maana tumeanza sasa kuchanganya moto. Wangapi wamenielewa? Niwakaribishe katika vipindi vinavyoendelea, na vipindi vya kuanzia kesho tutakuwa tunagusa vitu mbalimbali. Tusimame tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi hichi. Tunajiweka mikononi mwako kwa vipindi vinavyofuata. Kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen.